Hatukatai mwanaume kuoa mwanamke ambaye amekuzidi elimu, mwanamke ambaye amekuzidi uchumi, mwanamke ambaye ametokea kwenye familia ya kitajiri. Hatukatai mwanaume kuoa mwanamke wa namna hii. Lakini ujue kabisa ukioa mwanamke wa namna hii, kuna vitu lazima utavikosa au kuna vitu lazima vitapungua mtakavyokuwa mmeingia kwenye ndoa. Kitu cha kwanza, heshima katika familia itapungua. Provider kwa muda huo ambaye atakuwa ni main provider atakuwa ni mwanamke, kwa sababu kama amekuzidi elimu na maana pia na kipato amekuzidi. Kama amekuzidi uchumi ndani ya familia na maana yeye ndo ana fedha nyingi kuliko wewe. Na kama umetokea kwenye familia ya kitajiri na maana familia ipo tayari kumsupport kwa lolote kwa wakati huo. Kwa ile heshima ya mwanaume kwenye familia itapungua. Sijui unanielewa? Waliooa wanawake wa namna hii wanaweza kawa wananielewa. Ile heshima kama mwanaume kwenye ndoa inapungua. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke amekuzidi vitu vingi. Lakini kitu cha pili ambacho utakikosa ni nafasi ya uongozi inapungua. Mwanaume jinsi alivyoumbwa na Mungu, aliumbwa na kupewa nafasi ya uongozi ndani yake. Yaani mwanaume yeyote ana leadership skills ndani yake. Lakini power ya leader inatokana na elimu ulionayo, inatokana na uwezo wa kifedha ulionao, inatokana na status ya maisha ulionayo. Na ndio maana unaweza kukuta kuna mtu ni msomi lakini hana pesa. Wakikutana kwenye vikao vya familia unakuta hana sauti, kwa sababu kuna watu pale wana hela ndio wanaozungumza. Mwanamke ameshakuzidi pesa kwenye familia, ndio mke wako huyu sasa amekuzidi pesa. Unakuja na power ya uongozi kwenye hiyo nyumba. Wewe huwezi kuamua chochote, huwezi kupanga chochote kwa sababu bajeti yako wewe hairuhusu. Haya, mwanamke ni profesa. Haya, wewe una certificate, una diploma. Mnakaa nini kuzungumza? Utamshauri nini huyo mwanamke? Kwa hiyo ile power ya uongozi inapungua kwenye nyumba. Na ndio maana tunashauri sana, hatukatai lakini tunashauri sana. Unavyomuoa mwanamke, angalia mwanamke ambaye umemzidi. At least kila kitu umemzidi. Kama ni financial umemzidi, kama ni elimu umemzidi, yani angalia vile status ya vitu vingi huo umemzidi. Itakupunguzia kidogo na italinda heshima yako ulionayo. Lakini kitu cha mwisho, hautakuwa na nguvu ya kukanya, kukosoa wala kuelimisha. Ile power ya wewe kukosea mambo yanayoendelea ndani ya familia hautakuwa nayo. Unakosoa nini na huna contribution yote kwenye ndoa? Ile power ya kuelimisha, unaelimisha nini? Kwa sometimes anaweza mtoto akakosea, ukataka kumpiga, afu mwanamke anakuja juu. Unajua kupiga tu, kutafuta. Sio, unaelewa? Kwa unakuta ile power hata ya kumuonya mtoto huna. Unaitoa wapi? Elimu yako ni ndogo. Kiwango cha utafutaji kwako wewe ni changamoto. Pesa zenyewe unaweza kuunga. Lakini mwanamke yeye ni provider kila kitu. Anavalisha watoto, anawasomesha watoto. Kwa hata ile power unaweza kukuta mtoto kabisa unamuona anakosea, lakini huwezi kumkanya kwa sababu ile nafasi iliyopo ilishachukuliwa. Nafasi ya uongozi iliyoko ndani yako imeshabebwa na mtu mwingine. Kwa hiyo jitahidi unavyooa mwanamke ambaye unamzidi kila kitu angalau. Na ndio maana ukiangalia hata nchi ya Marekani inapambana izizidi nchi zote financially, military, ili hapo ndo inaweza kusimama ikasema yeye ina power. Kwa hiyo hata wewe kwenye familia yako kama mwanaume, ili uwe na power, hakikisha mke wako unamzidi kila kitu. Kama ni hela unamzidi, kama ni elimu unamzidi, hapo ndo utapata power ya kuisimamia familia yako.